Samia Suluhu sasa ashangaza Watanzania wengi. Serikali yake sasa yakanusha ripoti za kumfunga Tundu Lissu gerezani. Utawala wa CCM umesema waziwazi leo kuwa hawajamfunga Tundu Lissu gerezani na kusema taarifa hizo ni za uongo. Lakini wamemaanisha nini kusema hivi ilhali tunamwona Tundu Lissu Ukonga nyuma ya gereza? Vile serikali pia haikuachia hapo, imeenda mbali zaidi na kupinga madai mengi kumhusu Tundu Lissu na kesi ya uhaini. Na ujumbe wa mwisho wa Samia Suluhu utakushangaza na kukuacha mdomo wazi. Like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla nikujuze taarifa hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Serikali ya Tanzania sasa imetoa jibu rasmi kuhusu hadhi ya kisheria ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, ikikataa maelezo ya baadhi ya mashirika ya kimataifa na waangalizi wa kigeni yanayomtaja kuwa kiongozi wa upinzani aliyefungwa, wakisema ya kwamba Tundu Lissu hajafungwa. Hili limewaacha wengi na maswali. Kauli hiyo inakuja wakati kesi ya Tundu Lissu inaendelea kuvuta hisia kubwa ndani na nje ya Tanzania, hasa baada ya matukio ya hivi karibuni katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu inayoendelea, ambayo imeshuhudia kufikishwa mahakamani mara kadhaa na mijadala ya kisheria kuhusiana na kuzuiliwa kwake pamoja na kuahirishwa mara kwa mara kwa kesi hiyo. Kwa mujibu wa serikali ya Samia Suluhu, matumizi ya neno amefungwa hayaelezi kwa usahihi hali ya kisheria ya Tundu Lissu, kwa sababu kwa maoni yake serikali bado hajatiwa hatiani na mahakama yoyote ya kisheria. Kwa hivyo Tundu Lissu hajafungwa. Hii ni kulingana na serikali. Badala yake serikali inasema Tundu Lissu kwa sasa ni mshtakiwa tu anayekabiliwa na mashtaka ya jinai mbele ya taasisi huru za kimahakama na bado anaendelea na mchakato wa kisheria ambao matokeo yake bado hayajajulikana. Lakini serikali inasema Tundu Lissu hajafungwa licha ya upinzani kusema ya kwamba Tundu Lissu amebaki gerezani kwa zaidi ya siku 400, ambapo ni sawa na kufungwa. Ufafanuzi huu unawakilisha mojawapo ya majibu rasmi kutoka kwa serikali kuhusu mijadala ya kimataifa inayomzunguka kiongozi huyo wa Chadema. Watetezi wa haki za binadamu kutoka nje ama kutoka nchi za kigeni wamekuwa wakidai haki kwa Tundu Lissu, akisema ya kwamba amefungwa kwa sababu za kisiasa, lakini serikali ya Samia sasa inasema ya kwamba Tundu Lissu hajafungwa na bado hajapatikana na hatia. Kwa miezi mingi wafuasi wa Tundu Lissu, mashirika ya kutetea haki za binadamu, viongozi wa upinzani na waangalizi wa kimataifa wameendelea kujadili aina ya kuwekwa kizuizini kwake Tundu Lissu na athari za kesi yake ya uhaini. Sasa serikali ya Samia ya CCM inasema suala kuu lisiwe maelezo ya kisiasa au lebo, bali mchakato wa kisheria wenyewe. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya serikali, kubaini iwapo Tundu Lissu ana hatia au la au hana hatia inabakia kuwa jukumu la mahakama pekee na si wahusika wa siasa, serikali za nje, mashirika ya utetezi au taasisi za kimataifa. Serikali ilisisitiza kuwa mahakama ya Tanzania iko huru kikatiba na lazima iruhusiwe kukamilisha kazi yake bila kuingiliwa na mtu yoyote. Hata hivyo, mtazamaji, msimamo huu unakuja huku maslahi ya umma katika kesi ya Tundu Lissu yakibaki kuwa makubwa mno. Viongozi wa serikali hata hivyo wanashikilia kuwa taratibu za kisheria lazima ziheshimiwe na kuruhusiwa kuendelea kwa mujibu wa sheria. Katika taarifa yake ya hivi punde, serikali imesisitiza kuwa Tundu Lissu anaendelea kufurahia haki zote za kikatiba zilizohakikishwa kwa kila raia wa Tanzania. Haki hizi kwa mujibu wa serikali ni pamoja na kudhaniwa kuwa hana hatia hadi ithibitishwe kuwa ana hatia, haki ya uwakilishi wa kisheria anaoupenda na haki ya kusikilizwa kwa haki mbele ya mahakama huru na isiyopendelea upande wowote. Jambo hili hasa linaonekana kuwa jibu la moja kwa moja kwa ukosoaji unaokuwa wa kimataifa kuhusu jinsi wanavyotendewa viongozi wa upinzani nchini Tanzania. Maafisa wa serikali wanahoji kwamba kwa sababu mchakato wa mahakama bado unaendelea, jaribio lolote la kuelezea matokeo ya mwisho ya kesi hiyo mbele ya mahakama zitakuwa ni za mapema sana na ambazo hazina msimamo. Hata hivyo, mtazamaji, taarifa hiyo pia ilizungumzia suala jingine ambalo limezua utata na taharuki. Suala hilo ni madai ya baadhi ya wakosoaji kuwa mashtaka dhidi ya Tundu Lissu yana msukumo wa kisiasa. Serikali ya Samia sasa imekataa kabisa madai hayo. Kulingana na maafisa, kuelezea kesi hiyo kuwa ya kisiasa kabla ya uamuzi wa mahakama kufanywa kunaweza kutazamwa kama jaribio la kushawishi mahakama au kudhoofisha uhuru wa mchakato wa kisheria. Serikali inasisitiza kwamba suala hilo linapaswa kushughulikiwa kwa uangalifu kama kesi ya kisheria ambayo iko chini ya uhakiki wa mahakama.
Msimamo huu unaakisi hoja pana ambayo imekuwa ikitolewa mara kwa mara na mamlaka za nchi kila inapotokea wasiwasi kuhusu kesi ya Lissu. Viongozi wanashikilia kuwa si tawi la mtendaji wala viongozi wa kisiasa wenye mamlaka ya kuamua matokeo ya mahakama. Kwa maoni ya serikali, kuruhusu shinikizo la kisiasa kuamuru maamuzi ya mahakama kungedhoofisha utawala wa sheria na kudhoofisha imani ya umma kwa taasisi za kisheria za Tanzania. Kutokana na hali hiyo, mtazamaji, taarifa hiyo ya serikali inaonya dhidi ya jitihada zozote za kushinikiza mahakama kutoka kwa wahusika wa ndani au wa kimataifa. Kwa wafuasi wa Tundu Lissu, hata hivyo, suala hilo linaendelea kuzua hisia kali. Hata hivyo, wengi wao wanahoji kuwa mashauri hayo ya muda mrefu tayari yamekuwa na athari kubwa kwa kiongozi huyo wa upinzani Tundu Lissu, ambaye bado yuko kizuizini kwa zaidi ya siku 400 akisubiri kuendelea na kusuluhishwa kwa kesi yake. Kila kuahirishwa kwa kesi na kila maendeleo ya kisheria kwa hiyo imekuwa hadithi kuu ya kisiasa. Hii inaeleza kwa nini ufafanuzi wa hivi punde wa serikali unavutia umakini mkubwa. Taarifa hiyo haikuwa tu kuhusu istilahi za kisheria, pia ilihusu jinsi kesi hiyo ya Tundu Lissu inavyosawiriwa kimataifa. Kwa kukataa maelezo ya Tundu Lissu kuwa kiongozi huyo wa upinzani amefungwa, serikali inaonekana imedhamiria kusisitiza kwamba suala hilo liko mahakamani na bado halijafikia tamati, na huwezi kusema Tundu Lissu amefungwa kwa kuwa Tundu Lissu hajafungwa kulingana na serikali. Wakati huo huo, mashirika ya kimataifa na mashirika ya haki za binadamu yanaendelea kufuatilia kwa karibu suala hili. Taasisi kadhaa za kigeni pia zimesisitiza mara kwa mara kuwepo kwa uwazi, haki na kuheshimiwa kwa taratibu za kisheria katika mashauri yote yanayohusu wahusika wa kisiasa. Mijadala hii imeongeza mwonekano wa kimataifa wa kesi ya Tundu Lissu na kuifanya kuwa moja ya masuala ya kisheria na kisiasa yanayohusu Tanzania katika miaka ya hivi karibuni. Kwa sasa, mtazamaji, msimamo wa serikali unabaki wazi. Inasema kuwa Tundu Lissu hajahukumiwa, inasisitiza kuwa mahakama pekee ndizo zitakazoamua matokeo ya kesi hiyo, na inatoa wito kwa wadau wa ndani na kimataifa kuheshimu taratibu za mahakama za Tanzania wakati kesi hizo zikiendelea. Wakati huo umakini unabaki kulenga kile kinachofuata katika chumba cha mahakama. Uongozi wa Chadema ikiwemo John Mnyika pamoja na John Heche bado hawajaweza kujibu madai haya ambayo yametolewa na serikali ya kwamba Tundu Lissu hajafungwa na wala Tundu Lissu hajakamatwa kwa sababu za kisiasa, lakini huenda kiongozi yoyote yule wa Chadema akiwemo Godbless Lema, John Mnyika au John Heche wakaweza kujibu hivi karibuni, na endapo jibu lolote litaibuka kutoka Chadema au kutoka kwa Tundu Lissu mwenyewe au John Heche, tutaweza kukupeperushia taarifa au majibu hayo hapa hapa ndani ya Simulizi Media. Mtazamaji, nikikamilisha habari hizi, ningependa kusikia mtazamo au maoni yako kuhusiana na suala hili lililoibuliwa na serikali kumhusu Tundu Lissu, upande wa maoni au upande wa comment chini ya video hii. Vile mtazamaji, kumbuka kulike video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele, kisha kumbuka kugusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video au taarifa zetu mpya.